nitatatua matatizo ya wananchi, hela zangu nitapata kwa sababu ni jasho langu, alafu nitaenda radio ninayoitaka mimi kwa sababu nina contract 3 mezani. Hela mara 3 nilikuwa nalipwa. Ushaelewa? Mimi siajiriwi na watu kwa sababu eti kutakuja matangazo, sio kutakuja nini. Mimi naajiriwa na watu kama ni brand, navuta watu. Nikisema hapo mnaongea sijui kuhusu Crown endi, nikitaka kwenda Crown naenda. Na nitaondoka na watu wangu wote watanifuata. Kwa nini? Kwa sababu mimi nina taaluma, watu wanafuata ninacho deliver. Mimi nafanyaga kipindi mbona naongea tu mambo yangu au mambo ya mahusiano, mbona watu wanasikiliza? Nimekaa nimewahi kumuongelea mtu. Nikifanya interview mbona yule mtu naongea naye mambo yake na watu wanasikiliza na napata numbers. I don't believe in numbers za kumuongelea mtu. Mmemwongelea juzi Dulvani, mmembuli mtoto wa watu, mmembuli, mmemdhalilisha. Arabi natamani TCRA waanze kutilia macho vipindi vinavyoongelea watu na kuwadhalilisha. Mmemfedhesha mtu ambaye yuko very supportive, anawasupport asubuhi mchana jioni. Makikiki. Mimi sina umri wa makiki sasa hivi. Kukaa kufanya kiki, yani mimi nimekaa na kufanya kiki. Nyinyi kama radio station, there's a lot of content that a person can do based on wananchi wanataka kusikia nini. Hivi kweli mwananchi amekaa huko nyumbani anataka kusikia mambo ya diva? Anataka kusikia saa hizo wakati wa entertainment. Mbona XXL wanafanya vizuri wala kina Minaali yule anafanya vizuri na kipindi cha XXL. Hawamuongelei mtu yoyote, wanaongelea entertainment. Vipindi vingine wanaongelea based on show inahusu nini, hawaongelei watu. Nyinyi kutwa kucha diva. Mnanichokoza wenyewe. Fanyeni, andaeni content jamani. Mnahitaji program manager wa shape kwamba tunatengeneza radio namba 1 ya burudani Tanzania, tunaenda njia hii. Na sio kuniongelea ati muongeze ratings. Sasa nyinyi mkipata views au comments mnafaidika nini? Na bado hamko namba 1. Hamko namba 1 kwa sababu hamfanyi human interest, hamfanyi vitu vinavyohusu human interest. Mnang'ang'ana na kumuongelea mtu mmoja, eti mnaongea kimafumbo. Mnamuongelea nani kimafumbo? Nani ajui hapo? Mmekazana siku 2 mfululizo, mmeishiwa content, producer wenu hawajui jinsi ya kutafuta habari au vipi? Tena mna producers very smart, wapambanaji wanaojua how, when, where. Lakini watu tu kwa sababu ya personal interest zao, wao diva. Mimi mnaniweza kwa nyota, mimi mniwezi. Mimi mwenzenu kwa nyota nayo na natamba nao, ndio maana mnahangaika. Mbona watangazaji wengine wameacha kazi wote hamjawataki, mnahangaika na mimi? Niliwaongelea wapi? Mbona mwataki wengine mnahangaika na mimi? Hamna shughuli maalum. Diva. Unafiki, umbea, mnaungana kujikomentisha huko, ndio nini mnajichoresha? Kila mtu anajua ali hapo hela una hali yako arijojo mbe hapo ulipo. Unahitaji child support asubuhi mchana jioni, unalilia child support uishi. Upo nani ajui unalilia child support uishi? Unaweza kudai hela mitandaoni. Wale wanaosimama katikati ya barabara na waziri mkuu, mimi ninavyomkubali waziri mkuu, anasimamisha gari lake, anasikiliza matatizo ya wananchi wanalalamika mafao yao, na anatoa order mafao yao yalipwe. Pale ni ofisini. This world we are in a digital era world, my dear. Everything can be or will be sorted accordingly. Mnafikiri mimi kama nyinyi sina akili? I don't kiss ass to live or to survive. Sawa? So fanyeni mambo yenu. Unadai watu hawana elimu, nyinyi mna elimu gani hapo? Form 4 failures. Mpiteni kushoto, sitaki mazoea mimi. Yani hamna kupoa. Anatoa wapi hela? Unajua anatoa wapi hela? Watu wanakopa, ndugu yangu, wanakopa kwenye maduka huko, wanapata sponsorship hivyo kwamba jamani mimi nitawaposti nipeni nguo. Unatoa zaidi unachoingiza, unajua unaona akili. Si bora mimi mwanzo na biashara zangu na Airbnb iko pale Mikocheni kwa siku $100. Upo. Nina duka Masaki kwa siku 200,000-300 sikosi. Na media yangu ya mtandaoni naandika habari. Media yangu ya mtandaoni huwezi kuona imekaa imemchafua mtu. Kwa hiyo muda wa kukaa kwanza kusumbuana na sitaki. Kwa mtu akiniongelea mwenyewe namuongelea. Yaani kwa ufupi hakuna kupoa. Kama mnataka kudhalilishana tutadhalilishana, tutavuana nguo, simogopi mtu yoyote.
Yani niko tayari, tena niko tayari. Nimegundua tenda wema uende zako. Watu wanajifanya, yani mtu unamtendea wema, unatendea watu wema, you love them, lakini ni hawa, yani chuki. Hamna mtu ataka kufanya sehemu kazi na chuki, fitna. Mbosso kaondoka katukanwa. Sijui nani kaondoka katukanwa. Na mimi sasa ndo naanza kuwaelewa watu. Kipindi kile yule mkaka sijui anaitwa nani yule Lukamba analalamika. Nilikuwa simuelewi. Sasa hivi ndo namuelewa. Unaondoka mtu kimya na mambo yako, watu wanakukalia kichwani, wanakupanda kichwani. Kama mliniona kero, kwa nini mlikuwa mnifukuzi mkaniacha nimeondoka mwenyewe? Kama nilikuwa siingizi sijui hela za sponsorship, mbona nilikuwa nalipwa hela nyingi kuliko nyinyi wa mchana na asubuhi, na nyinyi wa mchana ndio mnaongelea nyinyi? Mbona nilikuwa nalipwa hela nyingi kuliko nyinyi hapa? Mimi ni brand. Watu wanafuata brand. Hao mnaona wananitukana, nikiwasha mic nikiongea wananisikiliza na wanapenda ninachofanya. Kwa sababu ile ni taaluma yangu. Radio inatakiwa ifanye mambo ya maana. Radio inatakiwa kuripoti mambo ya wananchi. Sikumbuki mara ya mwisho kwenda hata nyinyi kikundi kizima kwenda huko mtaani kuwauliza wananchi top 10 ya wasanii wanaowasikiliza ni wapi. Sikumbuki. Mmekali hapo kuvaa mpendeze, njaa zimewashika, content ya hamna ni kuongelea watu. Wigi shingapi? Siji miwani shingapi? Interview ambazo mimi mwenyewe ndo nimewafundisha ndo sasa hivi mnaiga, yani mnaniiga mpaka mnaniiga tena. Ubunifu hakuna. Nendeni mtaani huko. Mbona wakina Minali wale Clouds wanafanya vizuri, wana engage, wanafanya engagement na audience husika. Nyinyi mchana mzima diva, asubuhi diva, mitandaoni diva, eti wanaambiana wanaenda kucomment ili mfurahishe bosi. Bosi wenu ana roho nzuri kupitiliza. Lakini I think amezungukwa na wrong people. Watu ambao sio sahihi ndo wamemzunguka, ambao hawezi kumwambia kwamba watu wako wanakosea. Kwa sababu nyinyi mtu hajawataki, hana time na nyinyi, kaondoka kivyake, kaamua mambo ketio, alichukua la Shafi sijui huyo nani, Shafi nani anaitwa? Shafi comedian. Mimi Shafi kanipa hela, maskini ya Mungu, mtoto watu hajanipa hela aina yoyote. Mimi ndo nilikuwa natoa hela kina Mwandambo, wao nilikuwa nawalipa hela waje for the interview. Na saa nyingine nawarudisha kwa upendo. Ndio maana wamekuja watu wengi maarufu walokuja kucomment walisema ulipo tupo. Kwa sababu walikuwa wakija kwenye interview, I treat them very nice. Mimi ningekuwa Diamond Platnumz right now, ningepangua uongozi wote, ningetoa uongozi wote kwa ajili ya kunusuru radio yangu for the 5 years to come. Kwa sababu watu hawaangalii 5 years to come. Wanaangalia likes, comments. What about the future and the legacy 5 years to come? Kama sasa hivi tu mnamwongelea diva, wakati wananchi wanataka kujua vitu vingi vinavyoendelea kupitia radio. Mmekaa hapa mnaniongelea mimi, sijui mumfurahishe nani. Ndio nini sasa? Nyinyi pesa, mna pesa hapo. Maisha yenu yenyewe arijojo mmekaa mnaniongelea mimi, mnaniona mimi mzungu, mimi mtu wa Tanga, Mswahili nambari 1. Msinizoea kabisa, sitaki mazoea. Haya sasa nataka kuonyesha mimi na nyinyi nani mkubwa. Nani kapata comments hapa na mimi iko hivi, any publicity is a good publicity. Sawa, na mimi niko tayari kwa vita. Si mmenianzishia vita, mimi niko tayari kwa